shwari alhamdulillah. Yeah. Kesho tunaenda kutazama mchezo kati ya Simba na Azam FC. Kumbuka kuwa michezo iliyopita Azam ilimfanya Simba kwa kwama kwenda klabu bingwa mwaka fulani kipindi cha nyuma. Pengine takwimu kuelekea katika mchezo huo zipoje? Ya, nafikiri upande wa takwimu bado zinamfavor zaidi Simba kwenye michezo ya ligi, hasa kwa ukichukua overall ama kwa ujumla, na ndio sababu pale katikati kulishaibuka maneno kwamba mbona kama mechi ya Simba na Azam huwa ni rahisi kuliko ya Azam na Yanga and so whatever. Ni kwa sababu hiyo, lakini Azam bado amekuwa akionyesha ushindani kwenye mechi zote anazocheza dhidi ya Simba, na haijawahi kuwa mechi rahisi. Wacheze iwe Mkapa iwe wapi, bado always imekuwa ni mechi ngumu. Kwa hiyo singeshangaa sana kama ingekuja mechi yenye performance bora, kwa sababu always mechi ya Simba na Azam haijawahi kuwa rahisi regardless ya mazingira ya timu zote mbili, lakini inatarajiwa kuwa na ushindani mzuri na performance ya kutosha. Pengine kuelekea mchezo nani zaidi atakuwa na pressure? Pressure ipo kwa Azam kwa sababu kama kumbukumbu zangu zipo sawa, hajashinda mchezo wote wa ushindani kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwake ni mchezo wenye pressure, mchezo wenye mahitaji makubwa, lakini zaidi ni mchezo ambao sio tu kuwa na mahitaji makubwa, ni mchezo ambao mwalimu Florent Ibenge anaweza kafungua mijadala ya je, ni kweli anatosha kwa ajili ya kuifanya Azam FC kuwa Azam ambayo ina matarajio ya kushindana kwa kiwango cha juu, ama ni mwalimu ambaye pengine Azam anapaswa kuanza kufikiria vitu vingine tofauti na yeye anapaswa kuanza kuprove beyond the reasonable doubt kuanzia hapa. Kwa hiyo kinyume na hapo hakutakuwa na excuse yoyote ambayo watu wanaweza kaiweka dhidi ya mwalimu Florent Ibenge na ikaeleweka haraka, kwa sababu hajawa kwenye kile ambacho kilikuwa ni matarajio ya watu wengi, hasa baada ya kupewa klabu ya Azam FC. Tumzungumzie Selemani Matola kwa namna alivyopanga kikosi chake juzi. Pengine unaona akiendeleza mwendelezo ule ambapo tulisha kizoea kikosi cha Simba kikianza? Ukichukua performance ya Azam kwenye mechi iliyopita, ukachukua na performance ya Simba kwenye mechi iliyopita, inaweza kuwa ni rahisi sana kusema Azam ana kazi ya ziada ya kufanya, kwa sababu Simba wana performance ambayo si ya kubeza, lakini pia wanapata matokeo ushindi. Azam FC wana performance nzuri, lakini hawapati matokeo makubwa ya ushindi. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa ambayo waweza kuiona, lakini overall nafikiri kila mwalimu anapoenda kwenye mchezo kama huu anahitaji kuwa na perfect first 11 ama perfect first starting 11 ambayo inaweza kaanza kumpa delivery ya matokeo bora kuanzia tu mwanzoni mwa mchezo mpaka atakapokuwa anaelekea kumaliza mchezo husika. Kwa hiyo sitashangaa sana kama nikiona mwalimu wa Simba Sports anarudi na ile lineup iliyoanza, kwa sababu ilikuwa na performance bora. Labda kama kutakuwa na urejeo wa baadhi ya wachezaji, hususan Hoshin Derok ambaye tunajua akiwa fit kwa namna yote ni ngumu yeye kuanzia nje. Kwa hiyo ni wazi kwamba mwalimu yote angependa kuwa na wachezaji wake wote wenye ubora na wenye daraja la ubora la juu ili aweze kupata matokeo ya msingi na yeye. Unatamani kuona Bajabiri akianza mchezo wa kesho? No, bado ni mapema sana. Ni mpango wa mwalimu ambao nafikiri utaangalia zaidi yeye hali yake ya utimamu, lakini pia hali yake ya namna ambavyo anaweza kahendo crisis ndogo ambazo zinaweza zinajitokeza ndani ya mechi, lakini kusema aanze moja kwa moja nafikiri bado itakuwa ni mapema sana. Unadhani Simba wanapaswa kumchunga nani zaidi kwa upande wa Azam kesho? Nikidhani kwamba Simba wanapaswa kwenda kucheza mchezo wao regardless ya kuangalia mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu wachezaji wa Azam wanaocheza mbele kwa asilimia kubwa ndio hao ambao mpaka sasa hivi wanakosa sana magoli. Sina Soro Sadun, Sija Fitebola Kitambala, Idi Seleman Nado, mechi iliyopita yote walikuwa wanapoteza sana magoli. Kwa hiyo sidhani kama watakuwa na excuse yoyote, bali wanapaswa kuwa bora kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Lakini cha pili, wanapaswa kuwa na usahihi wa nafasi na matumizi sahihi ya nafasi, lakini moreover wanapaswa kuwa na uwezeshaji mzuri wa eneo la mwisho, kwamba tumlaumu kweli Jafite Bola Kitambala umekosa. Kwa hiyo ukisema nani wa kumchunga, labda nitasema ni viungo kana Faisal,
Faisal ameshaifunga sana Simba. Unaona kesho akifunga? Hiyo itakuwa ni utabiri wa Sheyahe, lakini ameshawahi kufunga kwenye mechi kubwa, inawezekana akaweza kufanya hivyo. Inawezekana. Sijajua tu mpango kazi wa Simba. Tathmini yako? Mechi ngumu kwa sababu kila mwalimu atahitaji kutumia mchezo huu kuprove beyond the reasonable doubt kwamba anaweza kadeliver performance bora. Lakini ili aweze kudeliver hiyo performance itahitaji pia yeye mwenyewe awe na mpango kazi mzuri ambao kila mtu atakayeutazama uwanjani atakuwa na confidence hiyo kwamba yes, this is going to be a superb game, na kila mtu ataenjoy kutazama mechi. Kinyume na hapo, mwalimu asingekuwa na usahihi mwingi sana wa kwenda kwenye mchezo huu akiwa kichwa tunasema. Yeah. Unatamani kuona Aishi Manula kesho akidaka? Tulimuona kwenye mchezo. Bila shaka amecheza vizuri mchezo uliopita dhidi ya Singida, na alikuwa na performance nzuri kwa mashuti kadhaa ambayo alipigwa golini kwake. Ni ndoto ya kila mtu ambaye anacheza ama yupo hapa nchini kumwona Aishi Salum Manula akiwa bora, kwa sababu anavyokuwa bora Aishi Salum Manula ni wazi kwamba inatoa advantage, inatoa nafasi ya yeye mwenyewe kuendelea kuenjoy nafasi yake, lakini pia ukumbuke kwamba kama nchi tuna changamoto ya eneo la goalkeeping, lakini Aishi Manula anavyokuwa bora unapunguza matatizo mengi ya changamoto hiyo kwenye lango la timu ya taifa ya Tanzania. Kwa maana hivyo Azam watakuwa salama zaidi wakianza na Aishi Manula. No, yeyote ambaye ataanza, kwa sababu hata Issa Fofana ni goalkeeper ambaye amesha prove beyond the reasonable doubt kwenye michuano ya kimataifa kwa na El Hilal, lakini pia hata ukimwangalia Foba Zubair amekuwa na performance nzuri msimu huu. Tangu kuanza kwa msimu yeye ndo amekuwa kidaka zaidi. Mechi hata ile ya Wydad yeye ndo alisimama kwenye milingoti mitatu. Kwa hiyo sidhani kama kuna changamoto yoyote golini kwa Azam. Mtu yoyote ambaye anapata nafasi anaweza kadeliver performance. Kwa kumalizia Upete, unatamani kuona Simba wakimchagua Selemani Matola kama kocha mkuu? Siwezi kuwapangia, lakini option zangu mbili ambazo ningeweza kuzishauri, kama ningekuwa na washauri Simba ningewaambia mpeni timu Matola. La hamuamini, ama ikiwa hamuamini basi aondoke kabisa Simba Sports, kwa sababu kama ni kitu cha kujifunza ameshajifunza sana. Makocha 15 uwe hujajifunza, utakuja kujifunza kwa nani? Sababu Simba haumwamini. Sifahamu, lakini labda wanamjua vizuri zaidi kuliko mimi, kwa sababu amekuwepo Simba tangu akawa mchezaji mpaka sasa hivi. Pengine rangi. Yeah? Rangi. Hapana, kwa sababu Simba walishakuwa na makocha wenye rangi nyeusi kuliko Matola ama vinginevyo. Kwa hiyo siamini sana kwenye hilo. Mimi naamini kwamba ni vigezo vyao ambavyo wamejiwekea, inawezekana hajafikia kwenye zile qualities wanazozihitaji. Kwa namna ambazo kwa tunafahamu kwamba kocha mkuu alikuwa ni Selemani Matola, ila meneja aliyekuja alikuwa amesimama kama meneja. Baada ya Simba kufanya vibaya alikuja sio kocha mkuu wa kazi. Waweza kupata elimu sasa. Wana? Aliyekuja ni meneja na sio kocha mkuu. Ikiwa Simba ilifanya vibaya. Waweza kupata elimu kuhusiana na hilo kwamba kwenye mpira kuna watu ambao wanasimama kama acting, na hiyo ndio iliyokuwepo. Matola alikuwa na act kama head coach, lakini in reality mtekelezaji wa mipango, meneja mkuu kwa wenzetu ni kocha, lakini pia yeye ndo anahusika na kusimamia taratibu za wachezaji na viongozi wa timu. Ni link kati ya kocha pamoja na wachezaji. Kwa hiyo sijashtuka sana kuona hiki ambacho kimetokea. Ni kawaida tu kwamba ni kama usikie Pep Guardiola ni meneja wa Manchester City, sio kocha wa Manchester. Lakini ukija kuna kocha msaidizi, kuna vitu vingine vya namna hiyo. malizia sasa. Kwa mechi ambazo amesimamia sasa hivi Matola, Simba ilikuwa ikifanya vizuri na mashabiki walikuwa wakifurahi. Wewe binafsi nadhani wakati sasa hivi Simba mwachie kabisa moja kwa moja Simba. Yeah, inawezekana, why not? Inawezekana kama amekuwa kufanya vizuri, willing, inawezekana akaweza kudeliver performance ambayo anahitaji kuweza kuifanya.